Pia tunaomba wazazi wasiwaruhusu watoto kwenda kwenye matembezi au maeneo ya burudani bila uangalizi wa watu wazima. Wakati mwingine sikukuu zinamalizika, tunaanza kutafuta watoto hawaonekani. Ni kwa sababu tu ya uwajibikaji hafifu na usioridhisha wa wazazi. Akishasikia sikukuu, basi anaenda kuselebuka, anaacha mtoto ambaye anatakiwa kuwa na uangalizi pasipo na uangalizi wa kutosha. Tunaomba wakati huu kila mzazi ahakikishe kwamba anaangalia watoto kwa kuwawekea usimamizi wa watu wazima au usimamizi wa wazazi wenyewe, na watoto washerekee wakiwa na ulinzi wa kutosha, ili mwisho wa siku tuwaepushe na mambo ya kupotea au kujikuta na matukio mengine ambayo sio mazuri yakiwa yamewakuta. Lakini pia tunaomba wamiliki wa nyumba za kulala wageni na maeneo mbalimbali ya starehe wahakikishe wanazingatia tahadhari zote za kiusalama kwa kulingana na masharti ya leseni zao. Kusiwe na maandalizi au uendeshaji wa disco toto. Tunafahamu kwamba katika kipindi hiki sehemu za starehe ndio wakati wao wa kupata vipato kupitia biashara zao halali wanazofanya za kutoa burudani na furaha mbalimbali. Tunaomba katika kipindi hiki wafanyabiashara wa aina hiyo kwanza washarti ya leseni zao, lakini pia kama ni sehemu kwa ajili ya kuburudisha watu, wahakikishe kwamba maeneo hayo yamewekewa ulinzi wa kutosha. Sisi tutakuwepo kama jeshi la polisi, lakini ile dhana ya watu wenyewe kujilinda kwanza, tunaomba ieleweke kwa wananchi, waweke ulinzi wa kutosha. Na tunaelekeza kwa namna yote ile kwamba mambo ya kuwaburudisha watoto kupitia miziki maarufu disco toto kwenye vibanda, sehemu ambazo haziruhusi kupeleka watoto kwa ajili ya starehe za miziki, tunasema mambo hayo ni marufuku, na hatutasita pia kuchukua hatua za kisheria kwa mfanyabiashara yoyote, hata kama atakuwa na leseni, kwa kuendesha mikusanyiko ya watoto na kuweka miziki maarufu disco toto. Madhara yake yanaeleweka. Tunaomba wazazi wasiwaruhusu watoto wao kwenda kule, lakini wafanyabiashara wasifanye hivyo, kwa sababu wajue wakati huu ni wakati ambapo jeshi la polisi litakuwa liko makini kuhakikisha kwamba sheria zote zinafuatwa, na hivyo hatutasita kuchukua hatua kali. Lakini tunaomba watu kuepuka unywaji wa pombe uliopitiliza na kuendesha magari wakiwa wamelewa. Jambo hili limekuwa likijirudia sana. Tabia hii imekuwa ikijirudia sana, na hivyo kutoa kazi kubwa kwa jeshi la polisi. Sasa tunasema ni marufuku dereva yeyote kuendesha chombo cha moto akiwa amelewa. Ukilewa pombe, pumzika nyumbani kwako. Pombe zikiisha ndipo uendeshe gari. Ulevi na vyombo vya moto, matokeo yake ni ajali mbaya zinazoweza kusababisha madhara kwa watu kujeruhiwa, kupoteza maisha, kuharibu miundombinu ya serikali, hata vyombo vya moto vyenyewe. Tunatamani kuona sikukuu za Pasaka zinamalizika kukiwa hakujatokea ajali ambayo eti imesababishwa na mpenda pombe na mlevi anayelewa alafu anaamua kuendesha vyombo vya moto. Tumeweka utaratibu tayari kupitia hizi doria zetu nilizosema za usalama barabarani. Tukikutilia shaka, tutakusimamisha, utapimwa ulevi, na ikionekana umelewa, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa kukuhifadhi mpaka pale ambapo pombe zitakuishia, na tutakuitia familia yako tuweze kukukabidhi pamoja na chombo chako. Naomba nieleweke, hatutapenda kuona mlevi anaendesha chombo chochote cha moto.